Je, unafahamu kuwa kuna wakati ambapo nchi ndogo zaidi ya kisiwa duniani ilikuwa tajiri zaidi kuliko Marekani au hata Saudi Arabia? Wananchi wake walikuwa na utajiri mkubwa kiasi kwamba walinunua magari ya kifahari na ndege binafsi kama wananunua pipi. Kutokana na ripoti mbalimbali, kisiwa cha Nauru ndio kisiwa kidogo sana katika bahari ya Pasifiki chenye ukubwa wa kilomita za mraba 21 tu. Lakini kisiwa hiki kilikuwa kimefunikwa na kitu kimoja cha thamani, phosphate. Phosphate, kama ufahamu, ni mbolea asili inayotokana na kinyesi cha ndege wa baharini kilichokusanywa kwa maelfu ya miaka. Miaka ya 1970 bei ya phosphate ilipanda sana, na ghafla Nauru ikawa nchi yenye kipato kikubwa zaidi duniani kwa kila kichwa cha mtu, yani highest GDP per capita. Serikali ya kisiwa hiki ikafanya kila kitu kuwa bure kwa wananchi, kuanzia elimu, matibabu bure, hakuna kodi, na hata safari za ndege kwenda Australia kufanya manunuzi zilikuwa kama kupanda daladala. Kwa mujibu wa historia, hapa ndipo kosa lilipoanzia. Badala ya kuwekeza kwenye kilimo au viwanda, wakategemea rasilimali moja tu ambayo ilikuwa inaanza kumalizika. Walichimba nchi yao kiasi kwamba karibu 80% ya ardhi ya kisiwa hicho ikageuka kuwa mawe na mashimo, na hawakuweza tena kulima hata mboga za majani etc. Kufikia miaka ya 90, phosphate ikaanza kuisha. Pesa zote walizokuwa wamewekeza nje ya nchi zilianza kupotea kutokana na usimamizi mbaya wa nchi hiyo. Lakini pia taarifa zinasema leo hichi kisiwa cha Nauru kinategemea misaada kutoka nchi kama Australia ili kujilisha. Lakini pia kwa sababu walizoea kula vyakula vya kusindika, yani processed food, kutoka nje badala ya vyakula vya asili, Nauru imekuwa moja ya nchi zenye idadi kubwa zaidi ya watu wenye matatizo ya uzito na kisukari duniani. Kulingana na takwimu kutoka shirika la afya duniani WHO na wizara ya afya ya Nauru, takribani 71% ya watu wazima wana unene wa kupitiliza. Lakini si unene pekee, zaidi ya 40% ya idadi ya watu nchini hapa wanaishi na ugonjwa wa kisukari cha aina ya pili, ambapo hili limekuwa ni pigo kubwa kwa taifa lenye watu wachache. Simulizi ya Nauru inafundisha mambo mengi muhimu, lakini pia mojawapo ni rasilimali bila akili ya uwekezaji ni sawa na ndoo unayojaza maji lakini chini imetoboka. Una maoni gani kuhusu hili? Leave your comment behind. Mimi ni Regina Baltazari.